Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nimekuletea habari moja kulingana na ripoti ya awali ya tume ya Jaji Mohamed Chande Othmani iliyoundwa Novemba mwaka 2025 na Rais Samia Suluhu Hassan. Shinikizo lililopo, madai ya kweli, vizazi simulizi na maoni ya kina kuhusu kuvuta damu ya Oktoba mwaka 2025. Leo tuna swali gumu sana na lenye uzito mkubwa. Je, ripoti ya awali ya tume huru ya uchaguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 inaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othmani inatosha kufuta damu iliyomwagika siku hiyo na baadaye? Ripoti hii ya awamu ya kwanza imeanza kufichua baadhi ya ukweli mbaya. Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan na vyombo vya dola vilishiriki moja kwa moja katika matukio yaliyosababisha vifo vya Watanzania wasio na hatia, wengi wakipigwa risasi majumbani mwao badala ya kwenye maandamano. Lakini ripoti hii inakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa na madai kuwa ilikataliwa au kubadilishwa ili kuficha uwajibikaji wa serikali. Tanzania inastahili ukweli kamili, si simulizi zinazolenga kuficha yaliyotokea. Leo tutachambua kwa kina vipengele vya ripoti hii, shinikizo lililopo na maoni kuhusiana na haya yanayoendelea. Tume hii ilianzishwa rasmi Novemba 18 mpaka 20 mwaka 2025 na Rais Samia Suluhu Hassan chini ya sheria ya tume za uchaguzi sura ya 32. Mwenyekiti ni Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othmani, mtu mwenye uzoefu mkubwa wa kimataifa. Aliwahi kuongoza uchunguzi wa UN kuhusu kifo cha DAG Hamal Kskoji mwaka 2021. Wajumbe ni 7 mpaka 8 wengine, na ilipewa siku 90 baadaye ikaongezewa ili kuchunguza chanzo cha vurugu, rengo la washiriki, madhara ambavyo ni vifo, majeruhi pamoja na uharibifu wa mali, na hatua za serikali pamoja na mapendekezo ya kuzuia kurudi kwa matukio kama hayo. Matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 yalikuwa: uchaguzi ulikuwa na utata mkubwa. Chadema ilikataa kushiriki. Matokeo yalikuwa ya kushangaza ambapo Samia alidaiwa kushinda kwa 98% na maandamano yalianza kuanzia Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na maeneo mengine. Ripoti za kimataifa kama Amnesty pamoja na UN zinasema mamia au maelfu waliuawa au kujeruhiwa na polisi na vikosi vya usalama. Serikali inakanusha idadi kubwa, ikisema nguvu ilitumika kulinda amani. Tume ilianza kazi Disemba mwaka 2025 ikisikiliza ushahidi katika maeneo athirika kama Arusha, Dar na maeneo mengine, na ripoti ya awali ilipelekwa wiki kadhaa zilizopita karibu Machi mwaka 2026, na sasa tunaona mvutano. Ripoti inafichua ukweli mbaya lakini inakabiliwa na shinikizo. Ripoti ya awali inaanza kufichua ukweli mkubwa lakini inakabiliwa na shinikizo la kubadilishwa au kukataliwa, na hapa vipengele vikuu kutoka vyanzo vya ndani na mitandao ni kama vifuatavyo. Cha kwanza, uwajibikaji wa serikali na vyombo vya dola. Ripoti inaeleza kuwa utawala wa Samia Suluhu Hassan na vyombo vya dola kama polisi, TIS na KMKM na madai ya askari wa kigeni walishiriki moja kwa moja katika matukio ya umwagaji damu. Hii inapingana na madai rasmi kuwa vurugu zilitokana na waandamanaji. Hii ni hatua muhimu ya kufichua ukweli, lakini inazua shinikizo kubwa kwa sababu inagusa uwajibikaji wa serikali moja kwa moja. 2. Wengi walipigwa risasi majumbani mwao. Asilimia kubwa ya walioasiliwa hawakuwa kwenye maandamano, bali walifuatwa manyumbani na kupigwa risasi. Hii inaonyesha uvunjifu wa kimkakati wa haki za binadamu na si kujilinda. Shinikizo linaelekezwa ili ripoti ibadilishwe iseme wengi walikuwa waandamanaji waliovuruga mali. Kubadilisha hii kunaweza kuficha ukweli na kuharibu uhalali wa tume. Namba 3, idadi ya vifo na miili iliyochukuliwa. Ripoti inagusa makadirio ya vifo na suala la miili iliyochukuliwa na vyombo vya usalama, ambapo kwa mochwari na pengine. Shinikizo linaomba idadi ipunguzwe au iondolewe ili isizue taharuki. Idadi halisi ni swala nyeti. Kupunguza linaweza kuonekana kama kuficha ushahidi na kukiuka kanuni za uchunguzi huru. Na jambo la 4, wahusika maalum kama polisi, TIS pamoja na KMKM na askari wa nje.
Ripoti inataja ushiriki wa maafisa wa polisi wakisaidiwa na TCKM na madai ya wanajeshi wa kigeni. Shinikizo linaomba majina au vipengele hivi vifutwe. Hii inahusu uwajibikaji wa kimataifa. Kuficha kunaweza kulinda watu binafsi, lakini kuficha ukweli wa uvunjifu wa amani. Jambo la 5 ni shinikizo la kulaumu Chadema pekee. Ripoti haikutaja Chadema kama chanzo kikuu au mshiriki wa mauaji. Badala yake inaonyesha chanzo ni madai ya wananchi kuhusu katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Shinikizo linaomba lawama zote zielekezwe kwa Chadema na hata ipendekezwe kufutwa usajili wake. Tume inasema kufuta usajili kutasababisha machafuko zaidi. Hii inaonyesha mvutano kati ya ukweli na siasa. Kulazimisha lawama kwa upinzani kunaweza kuua pluralism. Rais Samia amesisitiza tume ni huru, lakini vyanzo vya ndani vinadai rasimu ilikataliwa kwa sababu haikukidhi matarajio ya kuficha uwajibikaji wa serikali. Je, ripoti hii inatosha kufuta damu ya Oktoba 29? Kwa sasa hapana. Ripoti ya awali inafichua ukweli muhimu, yani vifo nyumbani, ushiriki wa dola, lakini shinikizo la kisiasa lina hatari ya kuifanya iwe simulizi iliyobadilishwa. Ripoti ya awali inaonyesha ujasiri wa Jaji Chande Othman na wajumbe. Kuchunguza uwajibikaji wa serikali moja kwa moja ni hatua ya kurejesha imani. Ikiwa itabadilishwa kama kupunguza vifo au kuficha wahusika, kulaumu Chadema pekee, itapoteza uhalali na kuwa chombo cha siasa na si cha ukweli. Ripoti ya mwisho inayotarajiwa baada ya kuongezewa muda itaamua. Ikiwa itasimamia ukweli, inaweza kufungua mazungumzo ya kitaifa kuhusu katiba mpya, uchaguzi huru na uwajibikaji wa polisi. Ikiwa itafichwa, migogoro itaongezeka na damu ya Oktoba 29 haitafutwa. Itabaki kama jeraha la wazi. Tanzania inahitaji uchunguzi huru, wa wazi na wa kina ili kuponya na kuzuia kurudi kwa vurugu. Wasikilizaji, swali linabaki. Je, ripoti ya Chande Othman itatosha kufuta damu ya Oktoba 29 au itakuwa simulizi nyingine? Tunahitaji ukweli kamili ili taifa lipone na liendelee. Endelea kutoa maoni yako na tunaendelea kufuatilia. Asanteni kwa kunisikiliza. Kazi na utu.